Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kanasi zaidi ya tani 800 za mchele aina ya biriani rice zilizobainika kuwa zimekwisha muda wake wa matumizi zimeangamizwa katika eneo la Kware ya Vitongoji, wilaya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Afisa mdhamini Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Pemba, Ali Suleiman Abedi, amesema kuwa mchele huo umegundulika mwishoni mwa Disemba 2025 katika shehia ya Madungu, wilaya Chake, baada ya kupata taarifa kutoka kwa Samaria Wema kuhusu uwepo wa bidhaa hiyo, huku baadhi ya wananchi wakianza kuutumia kinyemela. Leo tunauangamiza mchele huu kwa sababu haufai kwa matumizi ya binadamu, na kama kawaida ambayo sisi kama wizara kupitia taasisi hii ya kumlinda mtumiaji tunahakikisha kwamba bidhaa ambazo hazifai kwa matumizi ya binadamu manake ziondoke sokoni na utaratibu wa uangamizaji uchukuliwe. Mchele huu pamoja na unga una thamani ya milioni 40 kwa ujumla wake, ambao ni sawa sana tani 25 kwa ujumla wa vyote, kwa maana mchele pamoja na unga. Kwa hivyo tunawaomba wafanyabiashara kupitia matukio kama haya kwamba watoe mashirikiano pale ambapo wamegundua kuna bidhaa ambazo hazifai katika maduka yao, basi wasiliana na taasisi yetu. Lakini pia tunawaomba wao wana utaratibu wa kuhakiki bidhaa ambazo wao wanauza, kwa sababu bidhaa ambazo hazifai na zikiendelea kuuzwa itakuwa ni athari kwa jamii, athari kwa vizazi vyetu, na hii inapelekea sasa serikali kuwa na mzigo mkubwa katika suala la matibabu. Upande wake, kaimu mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ushindani Halali ya Biashara, Alia Emmanuel Juma, amewataka wafanyabiashara kuzingatia kwa umakini ubora na uhalali wa bidhaa zinazoingizwa, huku akieleza kuwa matumizi ya bidhaa zilizopitwa na muda wake zinaweza kusababisha madhara makubwa kwa binadamu na wanyama, ikiwemo ugonjwa wa saratani. Ametupa taarifa kwa kuna mchele ambao umetupwa na mfanyabiashara na watu tayari walikuwa wakiuokota. Kwa hiyo sisi tume tukachukua hatua na jitihada za kwenda kuondoa katika shehia hiyo na kuhifadhi katika hala la ZSTC, na leo tuko hapa kwa ajili ya kuteketeza. Kama mnavyoona nyuma kamera huko, shughuli inaendelea kuteketeza mchele huo. Kwa kawaida sisi huwa tunafanyia ukaguzi katika mahala, maduka, na pia tunatoa uelewa kwa wananchi pamoja na shea, na ndio maana shea akawa rahisi kuweza kutufikia sisi na kuona hiyo kadhia, akaona bora tupigie simu ili tupate kuondoa huo mchele huo. Sisi tupo 24 hours katika ukaguzi na tunafanya kaguzi zetu kukagua mahala, maduka, supermarket kwa ajili ya kuondoa bidhaa ambazo zimepitwa na muda pamoja na bidhaa hatarishi kama hizo ambazo hazijapitwa na muda, lakini uwekaji mbaya wa wafanyabiashara na kutokuelewa jinsi ya kuhifadhi bidhaa zao ambazo zimeharibika. Wito wangu mimi kwa wafanyabiashara, kwanza nianze na wafanyabiashara. Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi amefungua bandari ili wafanyabiashara wapate urahisi wa kushusha mizigo yao, wapate kwa wepesi na wananchi wapate bidhaa ambazo ziko salama na kwa bei rahisi. Lakini sasa kuna wafanyabiashara ambao si waaminifu, fursa hii wanaiharibu, wanaleta bidhaa ambazo labda zimebakisha muda mdogo wa kuharibika ama tayari zishaharibika, lakini wanakuja kufanya ujanja ili kuwauzia wananchi. Sasa mimi niwaambie wafanyabiashara hao, ili kwetu ni kosa, na tukimbaini mtu yoyote tutamchukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Hatutomfumbia macho mtu yoyote. Tuko macho na tuko ngangari kukagua, kuhakikisha wananchi wanapata bidhaa ambazo ziko salama kwa matumizi ya binadamu. Na kwa wananchi, natoa wito kwa wananchi masheha kushirikiana na sisi Tume ya Ushindani. Sisi tupo na tuko tayari kushirikiana nao, watoe taarifa pale watakapoona kuna uvunjifu wa bidhaa kama hivyo ambazo wanazitilia mashaka, basi wasisite kutuletea taarifa sisi Tume ya Ushindani na tutazichukulia hatua, na wao tutawahifadhi, hatotajwa mtu jina wala anapokaa. Maana sisi kazi zetu zote tunazichukulia katika usiri mkubwa ili kumhifadhi ambaye anaitoa taarifa. Asante.
Naye mwenyekiti wa Tume ya Ushindani Halali ya Biashara Zanzibar, Mohamed Hafidh Alfani, amewataka wananchi kutokudharau juhudi za serikali zilizochukuliwa katika kuwakinga wananchi juu ya madhara yanayoweza kujitokeza kwa kutumia bidhaa zilizopitiwa na muda wake. Na leo tumekuja katika kusimamia kuangamiza hizi bidhaa ambazo zimeonekana kwamba zina madhara katika matumizi yake, na mengi yameshazungumzwa. Mimi na saha zangu kwa wananchi tu kwamba tusijifanye wajanja, baada ya kukamilika ili zoezi watu wakaja nyuma wakaamua kuzichukua hizi bidhaa na kuzitumia, kwa sababu serikali inapata gharama kubwa katika kuangamiza bidhaa hizi ili kukinga afya za wananchi zisiathirike kutokana na vyakula hivi ambavyo havifai matumizi yake. Na si wananchi tu, hata wanyama wetu kuwapa, sababu wako wanaosema kwamba wacha tuipe mifugo yetu, kumbe mifugo ile hatimaye inaliwa na wananchi. Na ikiwa mifugo ile imeathirika kutokana na matumizi ya bidhaa kama hizi, na sisi tunapotumia nyama au vyovyote vinavyotokana na mifugo ile, na sisi tunapata athari. Kwa hivyo tunaomba kwanza, baada ya hili zoezi kukamilika, watu wasije kuchukua hivi vitu kwa matumizi yoyote yale, lakini pia sisi wenyewe watu wa maeneo haya tuanze kuwa mstari wa mwanzo wa ulinzi, kuhakikisha kwamba watoto wetu, vijana wetu, wazee wetu hawaji katika kuvitumia tena vitu kama hivi katika shughuli zetu za kutafuta maisha. Hizo ndo nasaha zangu. Asante. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.